Mnamo mwaka 1965 maisha yake mama yaliingia katika ukurasa mpya. Rehema ilifunga milango yake na kuzitupa funguo kusikofikika kamwe. Nilikuwa na umri wa takriban miaka 8 hivi wakati huo. Maisha yangu ya mustakabali yalikuwa yamefichama katika giza totoro la sijui. Mama alianza kuugua kidogo kidogo. Kisha sene hizo ziliendelea mpaka akaacha kabisa kuimba. Ilikwisha furaha ya kuimba mziki wa taarab, ikaanza dhiki ya kuugua ugonjwa usiokuwa na tiba. Wanachama wengine wa Mbelewele Taarab walihuzunika na kutatarika wasijue la kufanya, lakini mama aliwatia moyo. Unyasi moja ukitoka kwenye paa, nyumba haivuje. Kabla sijajiunga nanyi mlikuwa mkifana, basi kuondoka kwangu hakuzidishi hakupunguzi. Mama aliteseka kwa ugonjwa kwa miaka 3 mtawalia. Alikwenda kwingi kutafuta tiba, si Mpwa, si Arusha, si Iringa, si Tabora, lakini nafuu ilijitenga naye kama vile ardhi ilivyojitanibu na mbingo. Akiba ya fedha zote alizokuwa nazo katika benki ilimalizika kwa harakati hizo, akabaki muflisi. Mjomba Kitwana alimsaidia, ijapokuwa msaada wake huo wa kifedha ulipaswa uwe siri. Mkaza mjomba, Mwanasaumo, alikuwa mwanamke mwenye umbo la mkonge ambaye hakutaka mmewe awasaidie watu wa kwao. Mjomba yule mwingine Salim aliyekuwa kenda Mombasa, ilidhaniwa alikuwa akichumia kijungujiko tu, wala asingaliweza kumtilia pondo mtu mwingine yoyote. Kazi yake ya ukuli aliyofikiriwa alikuwa akiifanya ilikuwa kazi duni sana. Aidha alikuja kuwaona nduguze Tanga kwa tukizi mno. Aliweza pia kumwandikia mama barua mara moja, lakini hawakuwasiliana kabisa na ndugu ya Kitwana. Hawakuwa katika mkabala mzuri wa jomba zangu hao kutokana na hiana ya Mwanasaumu, mke wa mjomba Kitwana. Mradi mjomba Salim aliazimia kulisukuma gurudumu la maisha yake peke yake pasi kuingiliwa na nduguze. Shoga zake mama walimuuguza na kumhudumia kwa hali na mali. Alipozidiwa mno walimpeleka matibabuni. Miongoni mwao alikuwa Birahma, msiri wake mama mkubwa. Lao lilikuwa moja, la siri na la dhahiri. Birahma alikuwa jirani wetu aliyezumbua riziki kwa kupika na kuuza mahamri, sambusa na kaimati. Alikuwa mwanamke mpole na mwenye fadhili mpaka alipofanya urafiki na mkaza mjomba Mwanasaumo. Lau mamangu angalibaini kuchipua kwa urafiki baina ya Birahma na Mwanasaumo mapema, uhusiano wake na Birahma ungalikatika mara moja. Aghalabu nilipotoka shuleni magharibi nilikuta wanawake wamejaa kwetu kibandani. Wapo waliovaa buibui na waliovaa minisketi. Wapo waliocheka ovyo ovyo na waliozungumza kwa ungwana. Kisha waliondoka mmoja, wakaniacha na mama aliyekuwa daima kitandani. Wakati mwingine aliniomba nimwimbie au nimsomee shairi moja au mawili kutoka kwenye Sauti ya Bara, diwani aliyeipenda kama asali. Alinikatiza nisomapo pindi kwa pindi, na alipozungumza maneno yake hayakunielea vizuri. Mathalan, siku moja alinikatiza na kusema, "Lo mwanangu, wanaume ni wanyama. Tulilolitaka halikuwa. Haidhuru asaa, itakuja siku njema kwako. Itakuja siku njema." Maneno yale yalikuwa kizungumkuti kwangu, bali kwa hali aliyokuwemo mama na jinsi alivyokuwa wakati huo, haiku halisi kumdadisi kwa maswali bila kukadiria. Tarehe 10 Disemba mwaka 1960 sitoisahau kamwe maishani mwangu. Siku hiyo nilikuwa nimedamka asubuhi na mapema kwenda kusoma katika maktaba ya umma Tanga. Ilikuwa Jumamosi yenye hari tele. Nilikuwa nimo katika kubukua kamusi ya Kiswahili iliyoandikwa na Dr. Ludwig Krapf alipokuja Vumilia binti Abdalla, pumzi za mkwenda mbili. Aliingia maktabani kwa mshindo mkuu, akawaduwaza wote waliokuwemo.
Aliponifikia akanikamata na kupaza sauti, mama wako hakutaka, fanya haraka. Sauti yake ilikuwa na kitetemeshi, na aliponivuta mkono niamke, niliona machozi yanalengalenga machoni mwake. Nilikimbia kama aliyepandwa na madadi na kumwacha Vumilia nyuma. Nilipofika nyumbani nikakuta watu wamekusanyika. Wakanipisha. Nikaingia ndani ya nyumba. Nilipomtizama pale kitandani, yu tabani, si wa maji si wa chakula, niliangema. Aligaragara kitandani. Ulikuwa ugonjwa wa siku nyingi. Ulikuwa umemleka kama vile mchwa walavyo mti. Ungalimuita fremu au gofu la mto kama ungalimuona. Kakonda hadi kukonda. Wasemao husema ganga za mganga humlaza mgonjwa na matumaini. Lakini matumaini yana mwisho wake, hasa inapokuwa kazi bure ya kutumaini yasiyowezekana. Waganguzi wa bara na pwani wote walikuwa wameshindwa. Maradhi yaliyomthakilisha na kumhofua mama yalikuwa simulizi kwa wenyeji na wageni pia. Yalikuwa maradhi yaliyobainisha upungufu wa taaluma ya utabibu, yaliyoudhihaki utabibu. Kadri walivyojitahidi matabibu kutafuta tiba, ndivyo yalivyozidi kwa beza na kuambia, kajaribuni tena. Almradi maradhi hayo yaligeuka fumbo gumo, yaliyogubikwa gubi, wala ufumbuzi wake haukuwa ndani ya uwezo wa mwanadamu. Tamaa yangu ilitamauka. Sikuwa na budi kukata tamaa. Nguvu zikanitindika mwilini, nikawa mchege. Pengine hata nzi angalinibwaga chini kama angalitua popote katika mwili wangu. Mate yakanikauka kinywani, kijasho chembamba kikanitoka kipajani, kamasi ikanitona puani kama matone ya mvua katika nyumba ivujayo wakati wa masika. Maguu yakatetema kama majani ya mgomba yapeperushwavyo na upepo wa kusi. Nilitekwa si kidogo na moyo kupapaa kwa wasiwasi usio na mfano. Hiyo ilikuwa hali isiyoweza kutamanika ala kuli hali na mtu wa akili timamu. Nami sikuwa nimelewa pombe wala kuvuta bangi au kuugua kichaa. Yaliyonikabili mkabala yalinichoma moyoni kama moto. Ilikuwa rahisi sana kukufuru. Ilikuwa rahisi sana kumsingizia Mungu muumba uziwi asiyokuwa nao kwa kutojibu dua yangu ya dhati na himdi. Lakini nilikuwa hadhari muradi nisikufuru kwa maneno ya kinywa changu au mawazo yangu moyoni. Mama aliponiona alijaribu kuzungumza. Zipo salamu alizotaka kunipa bila shaka, lakini ilimuia vigumu. Mwanangu, nitapona. Babako Kitale Mulizrahma. Akaanza kuhema kwa nguvu. Akajaribu kusema tena, lakini wapi. Akakata roho. Kifo chake mama kiliniatua moyo sana. Kumbe maisha ni ukungu. Lichomozapo jua la mauti hayana budi kutoweka. Lo, jinsi ilivyo uchungu kufiwa na mama mzazi. Mambo machache sana yanaweza kushinda kifo cha mama kwa huzuni na jakamoyo. Mama mzazi huwa johari ya dimo ambalo halina badala yake popote penginepo. Akitoweka, basi mwingine hupati. Akifa huacha pengo lisiloweza kuzibika, ila pengine afufuliwe mwenyewe kutoka kwa wafu. Pang'okapo jino pana pengo. Wakati mwingine pengo lidumulo daima dawamu. Wengine husema maisha ni mshumaa usomkesha. Nami nilipoitazama maiti ile kitandani, niliukumbuka ubeti mmoja wa wimbo alioupenda kuimba mamangu alipokuwa hai. Milele kuishi ni muhali sana, aliye aushi bado sijamuona. Maisha ni moshi ujue bayana. Hata hivyo niliyafikiria sana maneno ya mwisho ya mama. Nilikisia masikio ya kila nui katika kujaribu kufasiri salamu zake hizo za buriani. Kwanza maneno yale aliyasema kwa pumzi zake za mwisho. Je, inaweza kuwa akili haikuhusika katika usemi huo? Je, yalimtoka tu kiholela pasipo sababu? Ikiwa akili ilikuwa yatenda kazi barabara wakati huo, mbona alisema nitapona,
ilikuwa dhahiri shairi kwamba mauti yake yalikuwa karibu naye kama pua na mdomo. Wakati mwingine nilidhani pengine salamu alizotaka kuniwasilishia mama hazikumtoka vizuri kwa sababu nilifika nikiwa nimechelewa mno. Kwa nini alimtaja Rahma, shoga yake wa siku nyingi? Kwa nini? Na alitaja Kitale kwa nini? Kitale. Kitale nilivyoelewa mimi katika Kiswahili changu hapa ni nazi changa iliyopita kidaka lakini haijawa dafu. Alikitaja Kitale kwa nini? Maneno yale yalikuwa kizungumkuti kwangu. Wahama sikuweza kujua kama akili yake mama ilikuwa imegeuka tope au robota la pamba au kama lipo jambo mahususi alilotaka kuniambia. Na kutojua kwangu huku kulinikondesha na kunisononesha kwa siku ayami.